Karibuni tena. Leo, hebu tuzame kwenye mojawapo ya maswali yale makubwa kabisa maishani. Tutatumia maandishi fulani ya kipekee sana, yenye mtazamo unaweza kusema unatulia. Unajua, hili ni swali ambalo nina hakika wengi wetu tumeshawahi kujiuliza. Kwa nini niko hapa? Tunatafuta lile kusudi kuu, ile maana iliyojificha, si ndio? Lakini hebu subiri kidogo. Vipi kama chanzo chetu kinasema hili swali kimsingi sio tu kwamba halina jibu, bali ni swali la kipumbavu? Okay, najua inasikika kama ni kauli nzito kidogo, lakini hebu tuzame ndani zaidi. Wazo hili linachochea fikra kweli. Kwa nini hasa kutafuta kusudi lililopangwa tayari yaweza kuwa ni mtego? Yaani, mwandishi anachosema ni hiki: kwanza tunakuwepo, halafu ndio tunaanza kutafuta kusudi. Hatukuzaliwa tukiwa na sababu. Tuko hapa kwa bahati tu, na hiyo shughuli ya kutafuta maana inakuja baada ya kuzaliwa, si kabla. Sasa hapa ndipo mambo yanapopamba moto. Chanzo hiki kinaelezea uwepo wetu kwa kutumia kitu kinachoitwa mivutano minne ya uhalisia. Ni kama kitendawili fulani hivi cha maisha yetu. Hebu fikiria hili. Mvutano wa kwanza, kuja kwetu duniani, ni bahati nasibu kabisa. Hatukuchagua. Lakini kuondoka kwetu, hilo ndilo jambo pekee lenye uhakika wa 100%. Ajabu, sivyo? Halafu kuna huu mvutano wa pili, kwamba tunazaliwa bila maana yoyote iliyopangwa. Inaweza kusikia kama kitu kibaya, lakini hebu geuza shilingi. Upande wa pili wa kutokuwa na maana ni nini? Ni uhuru. Uhuru kamili. Sasa, ili tuweze kuupokea huu uhuru, tunahitaji kuelewa akili zetu ni nini hasa. Mwandishi anasema tuachane na lile wazo la kuwa na roho ya milele isiyokufa. Kutoka kwenye mtazamo wa mageuko, akili ni kifaa tu, kifaa cha kutuwezesha kusogea, inakufa na kuoza pamoja na mwili. Na kuna mfano mzuri sana wa hili. Huyu anaitwa kinyonga cha bahari. Akiwa mchanga, ana ubongo na anaogelea huku na kule, lakini akishapata sehemu nzuri ya kutulia, anajishikiza kwenye mwamba na habanduki tena. Na anafanya nini? Anakula ubongo wake mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu hahitaji tena kusogea. Hii inatuonesha wazi kabisa, akili ni chombo cha kusogea, sio roho ya milele. Kwa hiyo, unaona, hapa ndipo penye ufunguo wote. Badala ya kupoteza muda kujiuliza swali la kwa nini nipo hapa, swali ambalo hatuna jibu lake, tunapaswa kubadilisha gia. Tuulize, ninawezaje kuishi vizuri? Hili ni swali ambalo liko ndani ya uwezo wetu. Okay, sasa tumehamia kwenye swali la jinsi gani. Na ili tujibu hilo, kwanza lazima tuelewe maisha yalivyo hasa. Mwandishi anasema, maisha ni kama ngoma. Ngoma ya maumivu na raha. Hapa anatumia neno samsara, lakini sio ile samsara ya kidini ya kuzaliwa na kufa na kuzaliwa tena. La hasha. Anasema samsara ni huu mzunguko tunaopitia kila siku hapa duniani, mateso na raha. Huwezi kupata kimoja bila kingine. Bila maumivu, raha haina maana. Na anatoa mgawanyo ambao unaweza kukushangaza kidogo. Anasema, maisha yetu kwa 70% ni mateso, 10% tu ni furaha, na 20% ni amani. Kwa hiyo lengo letu halipaswi kuwa kukimbizana na ile 10% ya furaha. Lengo linapaswa kuwa kuipanua lile 20% ya amani. Hapo ndipo penye siri. Sawa. Kama maisha ndiyo haya tu, hakuna mengine, swali linabaki: tunawezaje sasa kuyafanya yawe kama mbingu yetu wenyewe hapa duniani? Na wazo la msingi ni hili: mbingu sio mahali tunakokwenda baada ya kufa. Hapana. Mbingu ni kitu tunachokijenga. Ni safari tunayoianza sasa hivi, hapa tulipo. Na habari njema ni kwamba maandishi haya yanatupa kama ramani, nguzo za kujenga maisha ya furaha. Mambo kama: jitegemee kutatua shida zako, jifunze kila siku, ishi sasa, acha kuhangaika na jana au kesho. Na muhimu sana, acha kujilinganisha na wengine. Mashindano yako ni na wewe wa jana. Bila shaka, katika kujenga hii mbingu yetu, hatuishi peke yetu, tunaishi na wengine. Na hapa mwandishi anazungumzia kitu muhimu sana kuhusu ile kanuni ya dhahabu, na anatoa onyo. Unajua, kuna ile kauli, watendee wengine kama unavyopenda wao wakutendee. Mwandishi anasema tuwe waangalifu na hii.
Ni bora kutumia ile inayosema usiwatendee wengine kile usichopenda kutendewa. Kwa nini? Kwa sababu kujaribu kumlazimishia mtu kitu unachofikiri ni kizuri kwake bila kumuuliza ni aina ya vurugu. Kizuri kwako si lazima kiwe kizuri kwake. Okay, tumeshuka kutoka kwenye maswali makubwa tukaingia kwenye maisha yetu ya kila siku. Sasa hebu turudi tena juu. Tuangalie picha kubwa. Hii mbingu tunayoijenga inaunganishwaje na kitu kikubwa zaidi yetu? Hapa ndipo tunapopata aina mpya ya maisha ya milele. Sio ile ya roho kwenda mbinguni. Maisha ya milele ya kweli, anasema mwandishi, ni kuwa sehemu ya mwendelezo. Mwendelezo wa kibiolojia kupitia watoto wetu na mwendelezo wa kitamaduni kupitia mawazo, sanaa na maarifa tunaoirifisha. Na mtazamo huu pia unatupa njia tofauti kabisa ya kukitazama kifo, unapunguza ule woga. Hebu sikiliza kauli hii. Tunapokuwepo, kifo bado hakijaja, na kifo kikija, sisi hatupo tena. Kwa maneno mengine, kifo si kitu tunachoweza kukipitia, ni mwisho tu. Hebu fikiria kwa mtazamo wa ulimwengu mzima. Kwa mabilioni ya miaka kabla hujazaliwa, haukuwepo, na hakukuwa na maumivu wala hofu kwako. Na kwa mabilioni ya miaka baada ya kufa, hutakuwepo tena, na hakutakuwa na maumivu. Hii miaka 80 au 90 unayoishi, huu ndio muujiza. Hiki ndicho kipindi chako cha kuwa na ufahamu. Hii ndio mbingu yako. Kwa hiyo, tumezunguka na kurudi mwanzo. Lakini sasa hatuulizi tena kwa nini tulizaliwa. Swali limebadilika. Swali sasa ni hili: kama maisha haya ndiyo mbingu yako, utajenga nini ndani yake?